Katika historia ya taifa la Kenya, vifo vya viongozi mashuhuri wa kisiasa vinavyotokea kwa njia ya kutatanisha vimeacha makovu ya kudumu kwenye dhamira ya wananchi. Mauaji haya mara nyingi hutokea nyakati za misukosuko ya kisiasa, yakihusisha siasa za kiimla, uhasama wa viongozi na migawanyiko ya kitaifa. Matukio haya ya kikatili yaliwafanya wananchi kutokuwa na imani na serikali zilizokuwa madarakani, huku yakiibua majonzi, hasira na hofu iliyoenea miongoni mwa wananchi. Kila tukio la mauaji halikubaki kama tukio la kipekee, bali liliibua athari za kina, kuimarisha migawanyiko ya kisiasa, mianya ya usalama na wito wa uwajibikaji, hasa katika idara ya kijasusi. Wabunge waliopigwa risasi na kuuawa katika mazingira tatanishi, baadhi walihusishwa na maono ya mabadiliko au hata msimamo wa wazi dhidi ya mfumo wa utawala, huku wengine wakionekana kuangukia mikononi mwa wahalifu. Katika taarifa hii tunawaangazia wabunge 7 ambao waliweza kufariki ghafla baada ya kumiminiwa risasi wakiwa katika shughuli zao za kawaida, hasa wakiwa mitaani. Kisa cha hivi punde ni cha mauaji ya mbunge wa eneo bunge la Kasipul katika jimbo la Homa Bay, Charles Ong'ondo. Mbunge huyo alikuwa ametoka bungeni muda mchache tu kabla ya kushambuliwa akiwa ndani ya gari lake kwenye barabara iliyo ya shughuli nyingi mjini Nairobi. Polisi wamesema gari la mbunge Charles Ong'ondo liliandamwa na watu wawili waliokuwa wakiendesha pikipiki, kisha mmoja wao akasimama na kufyatulia risasi kadhaa. Dereva wake alinusurika shambulio hilo. Marehemu ni mbunge wa chama cha Orange Democratic Movement alimaarufu ODM, kinachoongozwa na mwanasiasa mkongwe Raila Odinga. Polisi wangali wanachunguza kisa hicho, huku waliotenda uhalifu huo wakiwa bado hawajakamatwa, na chanzo cha mauaji hayo hakijabainika mara moja. Dereva wa gari na abiria wa kiume ambao hawakujeruhiwa walifanikiwa kumkimbiza mbunge huyo katika hospitali ya Nairobi, ambapo alithibitishwa kuwa amefariki wakati aliweza kuwasilishwa. Katika taarifa iliyotolewa na msemaji wa polisi Mushiri Nyaga, alithibitisha kwamba mbunge huyo aliuawa kwa kupigwa risasi Jumatano jioni katika barabara ya Ngong Road karibu na mzunguko wa chumba cha kuhifadhi maiti cha City na mtu aliyekuwa na bunduki. Kuna uwezekano marehemu alilengwa na mauaji yake yalipangwa. Haya ni maneno ya msemaji wa polisi aliyeongezea. Mushiri alisema makamanda wakuu wa polisi na wapelelezi walitembelea eneo hilo kuchunguza kilichotokea. Hata hivyo, huduma ya polisi lilaani kitendo hicho cha ufyatuaji risasi na kukitaja kama uhalifu mbaya, hasa usio na maana, na kuhakikishia umma kwamba hakuna kitakachozuia uchunguzi. Lakini pia mbunge mwingine ni George Muchai, mbunge wa Kabete, ambaye mwezi Februari tarehe 7 mwaka 2015 aliweza kukutana na hayo alipopigwa risasi na kuuawa pamoja na walinzi wake wawili na dereva wao katikati mwa jiji la Nairobi. Wengi wapo. Tukiangalia pia mbunge Mugabe Owere. Huyu ni mbunge ambaye mwaka 2008 Januari tarehe 29 katika ghasia za baada ya uchaguzi mkuu wa mwaka aliweza kupigwa risasi nje ya makazi yake katika mtaa wa Woodley jijini Nairobi. Wengine pia ni David Kimutai To, mbunge wa Ainanamoi. Aliyekuwa mbunge wa Ainanamoi David To aliuawa kwa kupigwa risasi Januari 2008 huko Eldoret, eneo la West Indies, kaunti ya Uasin Gishu. Hata hivyo, tusiweze kumsahau baba mpiganaji sana, nazungumzia Tom Mboya. Mwaka 1969 mwanasiasa mahiri na miongoni mwa vinara wa harakati za uhuru nchini Kenya aliuawa kwa kupigwa risasi katikati mwa jiji la Nairobi, wakati huo akiwa waziri wa mipango ya kiuchumi. Mboya alikuwa na umri wa miaka 39 pekee.
Kifo chake kilisababisha mshtuko wa kitaifa, huku wengi wakitafsiri kama njama ya kisiasa dhidi ya ushawishi wake mkubwa. Alizikwa kwa heshima katika jumba la kumbukumbu lililojengwa kwenye kisiwa cha Rusinga. Sio tu Kenya ambayo imeshuhudia mauaji ya wabunge mitaani. Baadhi ya mataifa ya bara la Afrika yameyashuhudia viongozi wa ngazi za juu waliouawa kwa njia hii tatanishi. Mimi naitwa Festo Mdogo, the last one.